Samia Suluhu kufukuzwa katika matanga ya Edwin Mtei baada ya taarifa hizi mbaya kuibuka. Ujambo na karibu. Taarifa zinazoendelea kuzunguka katika duru za siasa na wanaharakati zimeibua mjadala mzito kuhusu madai ya hujuma za ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo katika maandalizi ya mazishi ya muasisi wake marehemu Edwin Mtei. Mjadala huu umechochewa na tuhuma kwamba baadhi ya viongozi wa juu wa chama wanadaiwa kutumia nafasi ya kifamilia na kiutawala kudhibiti ratiba ya msiba wa namna inayopunguza hadhi ya chama, huku kukiwa na madai ya kupanga kumpa nafasi maalumu mgeni mwenye historia tata ya ukiukwaji wa haki za binadamu. Kutokana na hayo, Chadema wametishia na kusema kwamba mazishi hayo yanawahusu 100% na kwamba sasa hawatakubali yeyote ambaye anakiuka haki za binadamu, wakimrejelea Samia Suluhu kuhudhuria mazishi hayo. Kwa mujibu wa taarifa zinazodaiwa kutoka kwa vyanzo vya karibu na waandaaji wa msiba, Chadema imepangiwa kutoa salamu za rambirambi saa 3 asubuhi, wakati ratiba rasmi ya mazishi inaanza saa 5 asubuhi. Hatua hii imetafsiriwa na baadhi ya wanachama na wafuasi wa chama kama jaribio la kukisukuma Chadema pembeni katika tukio linalohusu moja kwa moja historia na uhai wa chama chenyewe. Ila kutokana na wanachadema hao na wananchi wameamua kuwa watamfukuza Samia Suluhu ikiwa atajaribu kuleta ratiba hayo ama kuharibu ratiba ambayo ilikuwa imewekwa ili kukandamiza chama kikubwa cha upinzani Chadema. Madai haya yameambatana tuhuma nzito zaidi kwamba mabadiliko ya ratiba na mpangilio wa msiba yamelenga kufanikisha uwepo wa mgeni anayetarajiwa kuwa ni Samia Suluhu, anayekosolewa vikali na wanaharakati kwa madai ya kuhusika katika mauaji ya raia na ukandamizaji wa kisiasa. Tuhuma hizi ambazo zimekuwa zikizungumzwa katika mitandao ya kijamii na midahalo ya kisiasa hazijathibitishwa na vyombo vya dola wala mahakama, lakini zimeongeza joto la mjadala kuhusu maadili ya kisiasa na heshima ya marehemu. Ripoti mbalimbali za taasisi za haki za binadamu zimewahi kuonya juu ya ongezeko la madai ya mauaji ya kiholela, kukamatwa kiholela na matumizi ya nguvu kupita kiasi dhidi ya raia katika mazingira ya kisiasa yaliyojaa mvutano. Kwa mfano, Human Rights Watch katika ripoti yake ya mwaka 2024 ilibainisha kuwa Tanzania imekabiliwa na changamoto za uwajibikaji wa vyombo vya usalama katika matukio ya vurugu za kisiasa, huku ikitoa wito wa uchunguzi huru na wa kina. Kwa mchambuzi wa siasa, mvutano huu unaonekana kuakisi mgogoro mpana wa uongozi na mwelekeo ndani ya Chadema. Msiba wa muasisi ni tukio la kihistoria linalopaswa kuunganisha chama, si kukigawa, anaeleza Daktari Deus Kibamba, mchambuzi wa siasa za Tanzania. Anaongeza kuwa matumizi ya matukio ya kijamii au kihistoria kwa malengo ya kisiasa ni ishara ya migawanyiko ya ndani ambayo haijatatuliwa kwa njia za taasisi. Tuhuma kwamba kiongozi wa juu wa chama angetumia nafasi ya kifamilia au ushawishi wa ndani kudhibiti ratiba za msiba zimezua maswali kuhusu uwazi wa maamuzi ndani ya vyama vya siasa. Na kwa mujibu wa utafiti wa taasisi za Mwalimu Nyerere kuhusu vyama vya siasa na demokrasia ya ndani, migogoro ya uongozi mara nyingi hujitokeza wakati taratibu za matumizi zinapokosa uwazi wa ushirikishwaji mpana. Mzee Edwin Mtei anatambuliwa rasmi kama mmoja wa waanzilishi wakuu wa Chadema, chama ambacho kimekuwa muhimili muhimu wa siasa za upinzani nchini Tanzania tangu miaka 1990. Kwa mujibu wa kumbukumbu za chama na tafiti za kihistoria, Mtei alichangia kwa kiasi kikubwa kuunda msingi wa sera na itikadi ya chama, akisisitiza uwajibikaji, demokrasia ya kweli na heshima ya haki za binadamu. Na katika historia yake, Chadema imejijenga kama tumaini la Watanzania, hasa kwa makundi yaliyohisi kutengwa na mfumo wa kisiasa uliotawaliwa na chama kimoja. Na hivyo kwa wanachama na wafuasi wake, msiba wa muasisi huonekani kama tukio la kifamilia pekee, bali kama tukio la kitaifa la kihistoria linalohusu mustakabali wa chama na harakati za demokrasia.
Mjadala huu unafungamana pia na historia za kesi za kisiasa na hatua za dola dhidi ya viongozi wa upinzani. Kesi ya uhaini dhidi ya Tundu Lissu iliyofunguliwa na serikali na baadaye kusababisha mjadala mpana wa kimataifa imekuwa mfano unaotajwa mara kwa mara katika hoja za wanaharakati kuhusu matumizi ya sheria kuwadhibiti wapinzani. Amnesty International na mashirika mengine yaliyotoa taarifa kadhaa kati ya mwaka 2018 na mwaka 2022 zikieleza wasiwasi juu ya haki ya kesi ya haki na uhuru wa kisiasa nchini Tanzania. Aidha, uamuzi wa serikali wa kusitisha au kudhibiti shughuli za kisiasa za vyama vya upinzani katika vipindi mbalimbali umeendelea kukosolewa na vyombo vya habari vya kimataifa kama BBC na Al Jazeera, ambavyo vimeeleza kuwa hatua hizo zinaathiri ushindani wa kisiasa na uhuru wa kujieleza. Kwa wanazuoni wa masuala ya maadili ya umma, swala kuu hapa si tu nani anaalikwa na ratiba inapangwaje, bali ni mpaka kati ya siasa za heshima ya marehemu, huku jamii nyingi za Kiafrika zikitenganisha msiba wa siasa za ushindani. Msiba hutazamwa kama eneo la maridhiano na heshima. Katika muktadha huo, madai ya kumpa nafasi maalum mtu anayekosolewa kwa ukiukwaji wa haki za binadamu ambaye ni Samia Suluhu yanazua hisia kali, hasa miongoni mwa wale wanaona kuwa hatua hiyo inakinzana na misingi ya harakati za demokrasia ambazo Mzee Mtei alisimamia. Ndiposa wengi wameinuka kutoka chama cha Chadema na wananchi wengine wakisema kwamba watamfukuza Samia Suluhu ikiwa ataleta ujuaji wake wa kubadilisha ratiba. Mjadala unaozunguka mazishi ya Mzee Edwin Mtei unaonyesha jinsi matukio ya kihistoria yanavyoweza kuwa kioo cha migogoro ya sasa ya kisiasa. Unagusa masuala nyeti ya uongozi wa ndani wa vyama, heshima ya waanzilishi na matumizi ya matukio ya kijamii kwa ajenda za kisiasa. Zaidi ya yote, mjadala huu una umuhimu mkubwa kwa mustakabali wa demokrasia Tanzania. Unaibua swali la msingi kwamba je, vyama vya siasa vinaweza kuheshimu historia na maadili yao wakati wa misukosuko ya ndani? Majibu ya swali hili yataamua si tu namna ambavyo Mzee Mtei atakumbukwa, bali pia mwelekeo wa Chadema katika kama taasisi inayodai kusimamia haki, uwazi na matumaini ya Watanzania wengi. Ni hayo tulikuwa tumekuandalia kutoka hapa TanzaPulse, channel yako pendwa ambayo inakuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina bila kupindisha wala kuyumbisha. Zidi kuwa nasi kwa kutupa support yako kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu.